Wadau mbalimbali wa masuala ya haki za binadamu Zanzibar wanakutana pamoja kwa lengo la kupitia na kuhakiki rasimu ya taarifa ya hali ya haki za binadamu katika mzunguko wa 4 wa mfumo wa mapitio ya kipindi maalum wa UPR unaosimamiwa na Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa. Hapa wanakutana pamoja wawakilishi kutoka taasisi za serikali, asasi za kiraia, wataalamu wa sheria pamoja na wadau wa maendeleo. Lengo ni kuhakikisha taarifa hiyo inaakisi hali halisi ya utekelezaji wa haki za binadamu nchini. Kila nchi wanachama Umoja wa Mataifa ipo ada ya kufanyiwa tathmini ya hali ya haki za binadamu kupitia mfumo ambao unajulikana kwa UPR. Na nimeambiwa kwamba mfumo huu wa mapitio kwa kipindi maalum ulianzishwa kupitia azimio namba 5/1 Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa mwaka 2006, ambapo katika mwaka mmoja kila mwaka mmoja takriban nchi 42 zinafanyiwa tathmini na Baraza la Haki za Binadamu ulimwenguni. Ndugu washiriki, mfumo huu ulianzishwa kwa malengo ya kusaidia nchi kutimiza wajibu wake katika mikataba ambayo nchi hizo imeridhia. Tunaelewa kwamba upo mkataba wa kimataifa na zipo nchi ambazo zimeridhia mikataba hiyo. Kwa hiyo sasa ipo namna ya kufanyiwa tathmini na uhakiki kwa kile ambacho tumekubaliana. Mfumo wa UPR ni jukwaa muhimu la kimataifa linalotoa nafasi kwa nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa kujitathmini kuhusu utekelezaji wa haki za binadamu, mafanikio yaliyopatikana pamoja na changamoto zilizopo. Kupitia kikao hichi, washiriki wanajadili maeneo mbalimbali ikiwemo haki za wanawake na watoto, upatikanaji wa haki kwa makundi maalum, uhuru wa kujieleza, haki za kijamii na kiuchumi, pamoja na hatua zinazochukuliwa katika kuimarisha misingi ya utawala bora na sheria. Tutaiwasilisha Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, ambao sasa ndio wana dhamana ya kuiwasilisha kwenye Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo tunategemea wataalamu wautumie muda wao vizuri, waiangalie kwa makini, kila mmoja kwenye eneo lake ajiridhishe kilichomo ndicho ambacho kinaakisi utekelezaji wa taasisi yake, lakini na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa miaka 4. Na kama kutakuwa na mambo ambayo hayamo, basi tunaomba yawekwe. Yale yaliyomo kama yatakuwa hayajakaa vizuri, tunaomba mrekebishe. Kwa sababu hii ni taarifa ya nchi, tunapoipeleka kule inaakisi serikali zote mbili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Kwa hiyo tunaomba jamani, muipitie kwa makini, muangalie kilichomo, halafu muboreshe, ili taarifa ya nchi itakapotoka iwe taarifa ambayo ni nzuri na yenye ubora wa viwango ambao vinatakiwa. Aidha, wadau wanaeleza umuhimu wa ushirikishwaji mpana katika mchakato huo, wakibainisha kuwa taarifa inayowasilishwa kimataifa inapaswa kuzingatia maoni na uhalisia wa wananchi ili kusaidia kuleta maboresho ya sera, sheria na mifumo ya utoaji haki nchini. Ni muhimu ni kwa sababu inachanganua ni jinsi gani mikataba ambayo tumeridhia imeweza kuakisi na imeweza kuwafikia walengwa. Lakini hata hivyo, kwa upande wa makundi maalumu ya watu wenye ulemavu, ripoti hii ni muhimu kwa sababu na Tanzania nayo ilisaini mkataba wa haki za watu wenye ulemavu mwaka 2009, ambao mkataba huo ni mkataba wa kimataifa unaoitwa UNCRPD, ili kuhakikisha kwamba watu wenye ulemavu na wao wanapata haki zao. Kwa hiyo kupitia ripoti hii tunapata kuchanganua kwa kila sekta, kwa kila taasisi, ni jinsi gani watu wenye ulemavu wameweza kupatiwa haki zao, kutoka sekta za serikali mpaka sekta za watu binafsi. Washiriki wamepongeza hatua zinazochukuliwa katika kuendeleza ustawi wa jamii na kulinda haki za msingi, huku wakisisitiza haja ya kuendelea kujenga mazingira yanayoheshimu utu, usawa na haki kwa kila mwananchi bila ubaguzi. Tanzania nayo ni miongoni mwa nchi ambazo zimekuwa zikilinda na kukuza haki za binadamu. Kwa hiyo washiriki hapo, ukiangalia kuna taasisi za umma ambazo kwa namna moja au nyingine ndizo ambazo katika maeneo yao zimekuwa zikitekeleza mambo mbalimbali yanayogusa haki za binadamu, lakini pia CSOs ambazo mara nyingi zimekuwa zikijishirikisha kwenye masuala hayo
ya ulinzi wa haki za binadamu watawasilisha utekelezaji wa mambo mbalimbali ikiwemo takwimu na masuala mengine ili kuiboresha taarifa yetu hiyo, na itakapokwenda Umoja wa Mataifa kwenye Baraza la Haki za Binadamu, basi iwe taarifa ambayo imeshiba na iwe taarifa ambayo ni shirikishi iliyopata maoni, takwimu kutoka taasisi mbalimbali. Kikao cha kupitia na kuhakiki rasimu ya taarifa ya UPR ni hatua muhimu katika kuimarisha sauti ya Watanzania katika masuala ya haki za binadamu kimataifa, huku kikionyesha dhamira ya kuendelea kujenga jamii yenye misingi ya haki, usawa na maendeleo jumuishi kwa wananchi wote. Nusra Hamisi, UBTV.